Karibu kufuata habari za leo mpendwa mtazamaji. Hali imerejea kuwa tulivu Pinga Ijumaa tarehe 17 Oktoba baada ya mapigano kati ya FARDC na wazalendo ambayo yamesababisha kifo na jeraha ndani ya mtaa wa Walikale. Takriban wapiganaji 50 wa wazalendo wamehamia AFC M23 wakielekea Nyanzale baada ya kuondoka katika vijiji vingi vya Ruchuru katika eneo la Bwito. Hali imerejea kuwa tulivu Ijumaa hii tarehe 17 Oktoba Papinga Walikale baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa wazalendo na jeshi la Kongo. Jana hofu kubwa ilitawala na kusababisha kifo upande wa FARDC na jeraha miongoni mwa wazalendo, hali ambayo ilisababisha kusimama kwa shughuli zote za kijamii na za kielimu. Amani dhaifu imeingia leo katika mji. Mvutano huu unajumuisha pia yale yaliyojiri Uvira na Kamituga kati ya jeshi la Kongo na wazalendo. Samuel Katende, kiongozi wa vijana wa Pinga, anatoa ushuhuda wa hali hiyo. Oui, je pense que hier, dans les avant-midi, c'était à 11 à 10 heures, il y a eu un petit souci à Pinga où les éléments de Wazalendo, les FARDC, ils ont fait un petit échange là de tirs, mais ça n'a pas duré. Mais il y a eu perte de vies humaines où un élément de FARDC a perdu la vie et un élément de Zalendo qui a été blessé. Cet échange a fait ce n'est que quelques minutes, à peu près 5 minutes comme ça, et la situation a été encore maîtrisée par les autorités militaires. Ils ont géré cette situation-là calmement. Oui, on a repris les activités, les activités scolaires, santé, commerciale. Vraiment, ça ira comme ça va. Non, jusqu'à présent, vraiment, les lignes de front sont calmes, sont tellement calmes, il n'y a pas de souci. Mapigano yanaendelea Ijumaa tarehe 17 Oktoba mwaka huu Mombasa katika eneo la Ruchuru kaskazini mwa Kivu. Wapiganaji wa AFC M23 wanakabiliana na muungano wa wapiganaji wa wazalendo CMC FDP na FDLR. Mengi naye Didone Murula. Kulingana na vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza mapema asubuhi. Askari wa AFC M23 walishambulia kambi za wapiganaji wa CMC FDP FDLR waliokuwa Mombasa. Wapiganaji hao walikuwa wakisafiri kuelekea mahali pasipojulikana, lakini walifanya mapumziko katika kijiji hicho kabla ya kushambuliwa na M23. Ndiyo, mapigano yamekuwa tangu asubuhi. Watu wamekimbia kwenda vijiji vingine kwa sababu ya mashambulizi. Vijiji vingi havina usalama kwa zaidi ya wiki moja sasa, lakini tunatumaini kutakuwa na utulivu, maana risasi zimepungua kwa muda, amesema mkaaji mmoja. Kijiji cha Mombasa ambacho ndicho uwanja wa mapigano kiko umbali mfupi kutoka mjini wa Mweso. Familia nyingi zilizokimbia makazi yao zimepata hifadhi huko, zikisaidiwa kwa muda na wenyeji wakisubiri hali ya usalama irejee. Hali ya kibinadamu ya watu waliokimbia kutoka groupement ya Bukombo ni mbaya sana. Hata sasa wanaishi bila msaada wowote, ingawa kuna mashirika machache ya misaada kwenye eneo hilo. Ukosefu wa makazi, chakula, maji safi ya kunywa na dawa unafanya maisha yao kuwa magumu sana kwa sana. Mashirika ya kibinadamu yanahimizwa kuingilia haraka ili kukatmini mahitaji ya kuwasaidia watu hawa wanaoteseka kutoka na vita vinavyoendelea. Takriban wapiganaji 50 wa wazalendo wamehamia kwa wapiganaji wa AFC M23. Wanaume hawa wanatoka katika makundi ya CMC Bigabo na CMC ya Domi na wameondoka katika vijiji vingi vya wilaya ya Ruchuru katika eneo la Bwito.
walifika jana Alhamisi tarehe 16 Oktoba Nyanzale na kujitambulisha kwa jamii ya wenyeji. Mkazi mmoja akijificha jina lake aliweza kutoa ushuhuda wa hali hiyo. Semsea Bigabo na wengine walitoka kusemsea kwa Domi. Gamoya walitokea huko ngambo za Walikale kama njoo kama na sababu jina kama mwingine walisema c'était hier que waliba présenter ku population mu meeting. Walikuwa ma trentaine, hii masiku iko calme kabisa. Balikuwa na mwenyewe walikuwa wanaita ule alikuwa akompanywa wao kama kwa Bigabo, basi kama seni tetro kama vitu gani na sababu jina yake alijipresenter mkale leo alijipresenter. Wengine walitoka kwa Domi walikuwa na mwenye alikuwa akompanywa mwenye wanaita telecommand, na wengine walitokea ngambo ya Bambo kule Mabutare. Na donc ilikuwa ekipe ya kabambi walikuwa mingi sana. Jimboni Kivu Kusini, shirika la raia la Zalia katika eneo la Wamuzimu Mwenga kusini mwa Kivu inaeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Wanajibu kuhusu wizi uliofanyika katika nyumba ya kiongozi wa kijiji Kabaga, ambapo wanaume wenye silaha walisababisha wizi wa zaidi ya milioni 4 za pesa za kikongomani. Bienfait Fazili Mulonda, kiongozi wa shirika hili, anawaomba wanajeshi kutekeleza wajibu wao wa kulinda watu na mali huku wakihifadhi umoja wa jamii. Jana kulikuwa tatizo kidogo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Walifanya mabishano kidogo, kulikuwa tatizo kidogo la kubeba mzigo, na hii ndio ilisababisha ya kwamba kukua change kidogo. Walikutana na jeshi moja wa FARDC, wakamshambulia na wakampiga risasi na atafariki pale pale. Hii ndio ilisababisha kuleta hiyo tatizo. Haikukawia, ilifanya tu dakika 5 na wakuu viongozi wa jeshi la taifa pamoja na wakuu wa wazalendo wakaleta suluhisho kwa wakati ule ule. Kwa sasa hali ni shwari kabisa, kwani activities zote zinatembea vizuri. Shule zilifunguliwa sawa vile kawaida, vituo vya afya navyo viliendesha pia kazi zake, na pia wachuuzi wale ambao wanafanya uchuuzi nao waliendesha kazi zao salama. Mapambano yanasimama kwa sasa, kwani linye zote kule ambapo wanategana kunatulia, hawasemeshi, na hii inatupatia kabisa usalama kidogo hapa mjini Pinga, tunatulia bila shida. Mjadala wa kijamii ulifanyika Jumatano katika ukumbi wa wanawake wa Uvira, jimboni Kivu Kusini, kwa juhudi za shirika la vyombo vya habari mtandaoni. Mkutano huu ulikuwa na lengo la kukuza amani, uvumilivu na kupambana na matamshi ya chuki katika muktadha wa mvutano. Mwanasheria François Igilima alisitiza hatari mbaya za matamshi ya chuki katika historia na alisitiza umuhimu wa elimu ya amani. Familia 500 zilizohamishwa zimepata msaada wa pesa kutoka kwa Msalaba Mwekundu Uvira. Msaada huu unaungwa mkono na Msalaba Mwekundu wa Uhispania, unalenga kuboresha hali za maisha za watu waliokimbia ghasia mashariki mwa DRC. Kila kaya imepokea takriban dola 150 ili kununua mahitaji ya msingi. Sept Buyonde, kiongozi wa eneo la Msalaba Mwekundu, alieleza kuwa msaada huu ni sehemu ya mradi wa msaada wa chakula na afya ya akili. Katika jimbo la Ituri, mahakama ya kijeshi imehitimisha kikao chake katika ukumbi wa kati wa mji wa Bunia. Kanali wa FARDC Gere Kengu Justin na kamishina msaidizi Kangamina Chabela Noel wamehukumiwa kwa kukiuka maagizo. Hukumu zimepewa hadi miaka 20 ya kifungo cha kazi za lazima. Jimboni ho Katanga, meya wa mji wa Lubumbashi Patrick Kafwimbi alifanya ukaguzi wa ghafla na kugundua gala la siri katikati ya jiji. Gala hili lilikuwa linaficha karibu
30% ya vifaa vinavyouzwa na wafanyabiashara wasio halali. Katika chumba cha jirani, zaidi ya barafu 30 zenye vinywaji na vifaa vinavyooza katika hali mbaya za usafi ziliweza kukamatwa. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo kutoka Lubumbashi, ndio tunakomesha habari za leo. Idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV tunatangaza toka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane siku nyingine kwa habari zingine.